nyingine akafunga goli mbili ya mwisho kabisa. Nakumbuka nilikuwa Mbeya siku hiyo, ilikuwa Yanga yes. na Mbeya na Prison. Yes, Simba alikuwa Uhuru hapa. Yes. Mimi nilikuwa Uhuru, yes. Kwa nilikuwa nikiripoti kutokea Uhuru. Sasa mimi natamani kufahamu takwimu huko zikoje kwenye upande wa washambuliaji, kwa sababu mechi hizo huwa ndo zinaamua nani anaondoka. Si ndivyo? Anaondoka na kiatu, lakini pia nani pengine ataibuka kuwa na clean sheet. Hiyo siku kutakuwa kuna tathmini ya kutazama vitu vingi sana katika mchezo huo, lakini pia tutaweza kutazama pengine sidhani kama MVP atatokea hapo pia, au inabidi MVP mpaka leo inabidi watakuwa washafahamu. Baki mechi 3 ya inabidi wao tayari wanafahamu nani ambaye anastahili, au wana idea moja kwa moja kwamba huyu mpaka kufikia hapa amekuwa mchezaji bora wa ligi. Tuanze na MVP. Tuanze tumepata. Bas. Lugendo. Salute. Sasa wakati tuanze na top scorer wa ligi, wakati hapa kwenye bodi ya ligi wameweka wazi kwa Jean Chazawa akiongoza kwa magoli 15, wakati Clement Mzize wa Young Africans akiwa na magoli 13 akifuatiwa na Prince Malelo Dube na magoli 12, wakati Lionel Ateba Messi huyo na magoli 12, Steven Dese Mukwala magoli 11, wakati Jonathan Soa wa Singida ambaye alisajiliwa katikati ya msimu akiwa na magoli 11, Elvis Rupia wa Singida pia Black Stars akiwa na magoli 10. Tumeishia hivyo. Magoli 15 tofauti ya magoli mangapi? Matatu. Mawili kwa aliyejuu na anayemfuatia. Wow. Machache sana kwa mechi zilizosalia. Tena kwa mtu kwa Yanga hapo, kama mtu akiingia kwenye mfumo wenye na tabia ya kumpiga nyingi. Sio magoli mengi hayo. Kwa Jean Chazawa mnaona kuna uwezekano wa yeye pia kupata namba kwenye mechi zilizosalia na kuweza kuweka kambani na kuongoza. Anatia shaka kidogo. Kupata namba anaweza kupata kacheza. Anatia shaka. Ila shaka yake, unajua hizi mechi za hivi mwishoni nimeona mara nyingi sana anatumika chini sana. Yaani hata yeye mwenyewe anacheza mbali sana na goli. Labda itokee hizo fouls, penalty ndio zinaweza kumtia urahisi, lakini inapunguza possibility kwa sababu ya eneo analocheza. Angalia hata mechi za kimataifa, angalia zile mechi ambazo Budo anaweka kamba zile za akipiga assist na zile assist za magoli ya Mukwala yale, alikuwa ni Kibu na Budo tu pale mbele. Yeye unamwona mara nyingi anakuja chini, wakati mwingine mpaka unamwona sehemu ya mabeki kabisa. Sijajua mwalimu kwa nini ameamua kufanya hivyo, lakini mara nyingi amekuwa akimtumia namna hiyo, na kama ataendelea kumtumia hivyo pia kwenye mechi zilizosalia, huenda ikapunguza possibility ya yeye hapo. Wanawake sasa wanasema wasipige foul, labda kwamba anaweza akafunga foul. Kitokea foul ni kama penalty. Tena sio tu foul. Litokea tu hapa. Hata tu utasema watampa tena yeye hiyo aendelee aweke kamba. Bwana anauliza swali jepesi. Kwa hiyo maana yake Budo aendelee kuingia kwenye box watu wapate tu. Ukiona penalty imefungwa na Ateba ujue jamaa hayupo uwanjani. Okay. Nafasi ya kufunga kwa au anaiona bado inaweza ikawepo. Kwanza hiyo mipira ya kutenga, lakini pia kwa aina wachezaji ambao wako ndani ya Simba. Una Elie Mpanzu, una Joshua Mutale Budo, zitakuwa ni mechi zaidi ya kimaamuzi. Kwa hiyo uwezekano wa kuingia ndani ya box mara kwa mara inawezekana, na ukijichanganya ukamweka chini kuna namna ambavyo hasa Elie Mpanzu kuna akili kubwa ya mpira ambayo anayo. Kwa hiyo mwisho wa siku kuweza kumwadamu mwamuzi na kunyoosha kwenye spot ni jambo tu sio la kufumbia macho, na watakuwa wakistrive kuona kama wanaweza kuwa mabingwa. Kwa hiyo inaweza ikapatikana mkojo wa penalty, inaweza ikapatikana hizi free kick, na ni mzuri kwenye hiyo mipira akaweza kufunga. Lakini pia hata open play games amepata aina hiyo ya mabao dhidi ya ni Mashujaa, wamekuja wameshinda Mashujaa. Shughuli ilikuwa nzito. Kuna mchezo hapa amepiga hat-trick Jean Chazawa dhidi ya Pamba. Yes, alikuwa amepata open play goals. Kwa hiyo inawezekana pia akapata open play goals kwa hizi mechi mbili ambazo zimesalia, ukijumlisha na Young Africans mechi 3 zilizosalia. Ana uwezo wa kuendelea kufunga, lakini still competition inabaki pale pale kwamba ni kubwa. Yani ana uwezo wa kufunga pia hivyo Mzize ambaye ana mabao 13 kuweza kufunga mabao 4-5 kwenye hizi mechi zilizosalia. Uwezekano upo mkubwa, si issue ya ajabu, na kwa idadi ya mabao ambao Young Africans wanakuwa wakifunga. Vivyo hivyo Prince Dube mabao 3 pia sio mengi, inaweza ikatokea tu mchezo mmoja. Amefanya hivyo dhidi ya Mashujaa, it can happen. Kwa hiyo bado mvutano kati ya ulio hapo juu wa ufungaji wa mabao bado ni mkubwa, na mara nyingi sisi kwenye ligi yetu kwenye misimu ya hivi miwili mitatu iliyopita tumekuwa tukiona
mwishoni ndio kuweza kuamua. Kwa hiyo still nina expect ile kutokea msimu huu. Nimeona kuna jamaa ameuliza hapa anasema nikaona ngoja niwape hii kama challenge. Anasema kwamba ikitokea mtu amekuja kwenye ligi kama ambavyo ilitokea kwa Jonathan Soa na amekuja labda katikati ya msimu wa pili na akafunga goli nyingi kuliko mtu ambaye alikuwepo tangu ligi imeanza, nani ambaye anaweza akawa mfungaji bora? Yaani alifunga magoli mengi ndio mechi moja kapiga goli 10 wewe fresh. Na yule ambaye amechangia goli moja moja au mbili ambazo zimeisaidia timu kutoa ubingwa. Mfungaji bora ni mwenye magoli mengi. Hapo nadhani wewe unatazungumzia MVP. Sio MVP. Yeye ameandika idadi ya magoli. Ameandika sasa sio mimi sasa. Usianze kusema mimi tena. Mimi nimesoma hapa alichoandika. Ungemalizana naye huko. Hilo la mfungaji bora. La mfungaji bora. Pengine kwa Simba tayari imeshazungumza kuhusiana na anayeongoza. Yupo pale Liana Lateba lakini yupo mbali kidogo na nafasi. Yupo pale Dese Mkwala, lakini tukirudi kwa Young Africans pale iko Prince Malere Dube ambaye yupo pia mbali kidogo, lakini karibu yuko Mzize. Kwa Lateba tuko sasa tunaongelea maajabu ya mpira. Ana magoli 10 na kwanza switch tafadhali usinitazame tu. Stop score Ateba na 12. Sema ambao ni sawa sawa na Mkwala pia na 12. Kwa Ateba alifunga kwenye mechi ya Singida ile. Kwa nini nasema tusikilize kwanza? Kwa nini nasema kwa Ateba tunataka kuzungumzia maajabu ya mpira? Kwanza sio regular starter. Mfano huo unaweka anaweza kaanza mechi zote 3, lakini kwa Ateba kuna in and out. Mwalimu ameanza kumwamini zaidi Mkwala, si ndio? Kwa anaweza kaanza Mkwala mechi hii akaanza Ateba, na Ateba akupi guarantee. Yaani ndio ana mabao 12 lakini mpaka Ateba afunge, very very clear chance ndio anaweza akafunga, lakini hivi shughuli ni nzito. Tunazungumza kitu ambacho kiko wazi. Yaani unazungumza sio tu. Ninazungumza kitu ambacho kiko wazi. Mtaiseme nafsi yake. This is football. Kwa hiyo ikitokea unaenda kama kocha. Yes, ikitokea Ateba ameingia kwenye kambani mara 4 itabidi hapo, si ndio? Kwenye mechi 3 afunge mabao 4. No, it's not Ateba I know, lakini ikitokea it's okay, anaweza akafanya hivyo, lakini sio rahisi. Unajua Gift umenyosha tu maana. Hiyo hata ukamuuliza mwana Simba yote ambaye yupo sawa sawa, ukamuuliza tu kwamba nani ambaye ana possibility ya kuwa mfungaji bora, sidhani kama anaweza kupiga hesabu sana za Ateba. Au inawezekana hata ukimuuliza Ateba, inawezekana ukamuuliza nani mfungaji bora sidhani kama ataweza kujitaja. Inawezekana akakwambia Ahwa ama Mkwala wanaweza kufanya vizuri zaidi, lakini yeye kujiweka hapo of course mpira una mambo mengi, lakini kwenye kile ambacho tumekuwa tukiona throughout the season, kama Ateba anachukua ufungaji bora, basi nafikiri anapaswa kupewa tuzo maalum. Manake inawezekana miongoni mwa misimu migumu ambayo ameipitia ni pamoja na huu. Mimi sijawahi kumkatia tamaa, lakini kwenye hiki mnachokizungumza cha ufungaji bora, kwenye hilo namtoa. Ngao unamuondoa jamaa. Yaani hapo amebaki wachezaji 3 ndio wanawania. Mimi kwenye mbio za ufungaji bora namuona ni rahisi zaidi kwa Soa kuja kukatiza kuliko Ateba. Yaani ni rahisi zaidi kwa Soa 10 anapiga kama moja sana. 11. Ateba na 12. Nasema ni rahisi zaidi Soa kuja kupita mbele ya Ateba kuliko Ateba kuja kuendelea kuwa mfungaji hivi. Ikitokea mfano Soa amefunga mabao 4, si ndio? Imekuwa 15 kwa 15. Ana nafasi wanapewa wote. Basi hapo kidogo wameseti vitu vizuri. Lakini nafikiri bado kila nikijaribu kutazama naona nafasi kubwa zaidi na baki kwa Ahwa na Mzize pamoja na Prince Mpumelelo Dube, kwa sababu wale wanapata nafasi ya moja kwa moja kwenye vikosi vyao. Sawa. Tuende kwenye dunia mpya kuzungumza sifa za mwekezaji wa mwekeza kupitia Vodacom. Tutazungumzaje wakati ukuepo? Tulikuwa tunamsubiri. Tulikuwa tunasubiri uje. Okay. Jambo. Sawa. Mwekeza hawa ndio Vodacom. Kwa lugha rahisi, mabingwa wenyewe. Na uwekezaji sasa hivi haukuhitaji wewe kuwa na mamilioni na haukuhitaji wewe kuhangaika, yani unafunga safari unaenda kupeleka hela ukawekeze. Uwekezaji sasa hivi ni rahisi, unaweza kuchukua simu yako ukiwa na line yako nambari 1 duniani ya Vodacom, na ukishakuwa na ile line basi kwenye
kupiga pale unapiga nyota 150 nyota 00 alama ya reli. Ama kama una Ukimaliza app. app we app sasa hivi ndio ujanja. Kama mtu pia ana app anaingia kwenye app. Ukishaingia kwenye app pale basi kiasi fulani unakuwa unawekeza kwenye mwekeza. Watu wa menu safari yao sinaanzia pale kwenye huduma za kifedha pale. Yes. Akishaingia ndani atakuta mwekeza. Safi. Sasa tulizungumza juzi sifa za wawekezaji wa mwekeza, na moja ya sifa ambayo nimefanya utafiti wangu hivi sasa, vijana, kina baba, kina mama wanawekeza kupitia mwekeza. Wanachuo wakipokea boom lile. Kuna watu mbalimbali ambao wamewahi kunufaika na boom na wakawekeza mpaka kununua magari, kununua nyumba, kukaa kwenye apartment za gharama. Japo kuna mmoja huyo aliwekeza sana mpaka akawa anakonda. Mambo ya mwekeza hayo sasa. Sasa kukonda ni diet. Sio kuwekeza huko. Yaani alikuwa anafanya diet kwa sababu ya kuwekeza. Ila alikuwa anakusudia mambo mazuri. Mimi kugundua kitu kimoja. Matajiri tazama miili yao. Wewe ni mwili wangu. Huo mwili wako sio wa mfano. Sasa naomba ikiwezekana sasa mimi ndo nipo kwenye kamera jamani. Mume mnanionea huruma. Anyway, sio wa kwangu, ni wa yule kule. Awaoneshe mwili wa choni. Yaani sio mwili kidogo. Sasa tunatamani kupata sifa nyingine kwa sababu kamera imekutazama pamoja na upete. Tunatamani kupata sifa nyingine za watu ambao wamewekeza kupitia mwekeza na Vodacom. Yaani maneno yao ni machache. Sawa, ndio. Choo, nenda. Wow. Yani, hawana maneno mengi. Sasa uko umewekeza, wewe ni tajiri kwenye Vodacom, una hela zako za kutosha ndani ya mwekeza. Mungu akupe nini? Wewe unatamba tu mimi ni mwekezaji. Sawa. Kwa hiyo ukitaka na wewe kuwa na hiyo privilege, hiyo prestige, wekeza na Vodacom. Na unapata asilimia nyingi, 13 za kile ulichokiweka. Za kile ambacho umekiweka. Ukiweka buku unapata buku 130. Alafu ile unayoipata sasa inaingia moja kwa moja kwenye faida yako. Yes. Na unaweza kutoa muda. Unaweza kutoa muda wowote, sio mambo ya sio uko rigid, sijui mpaka upitie miaka 8 20. Hii ukijisikia bana mambo nitakuepo miaka 8 bwana. Unaweka gani? Lakini unaweza ukatoa ukafanya mambo ya msingi. Kwa diet yako unatoboa miaka 8. Endelea tu. Anyway, upete. Hata 40. Juzi nilizungumza hapa nikasema kina baba ni wakati wenu wa kuwekeza ili kina mama nyumbani basi wawe na amani na furaha na kadhalika. Umeona faida moja wapo ya uwekezaji kupitia safari zako za mara kwa mara. Kuna muda unafanya unakuwa kwenye stop ama kwenye transit, unahitaji kutumia fedha na kadhalika, na kwa sababu Vodacom inafanya kazi duniani kote na M-Pesa ipo duniani kote, kupitia mwekeza unaweza kutoa kiasi cha fedha na kuendelea kufanya manunuzi ama uwekezaji mwingine. Muhimu sana pia hata kufanya malipo ya mtandaoni. Watu wengi sasa hivi wanapunguza kufuata bidhaa kwa miguu. Wanasema wanafanya tu online picking, na ukifanya hivyo kupitia kiasi kile ambacho unajiwekezea wewe mwenyewe kwenye mwekeza, ni rahisi zaidi kuweza kukamilisha miamala yako, kwa sababu unakuwa na amana yako ambayo inakuletea faida ambayo inaishi kwa muda mrefu sana. 13% ya pesa ni nyingi sana. Sana tu. Sana Gift Choni. Nataka kujua ni sana. Waende kwenye baadhi ya maeneo au upati hiyo. 13 upati. Nafikiri iko Vodacom pekee. Wewe. Kwa sababu 13 nyingi nyinyi. Standard ya kwa mfano mabenki mengi ni 6.5. Imagine. Umeona? Yaani hauwezi kufika 13. Lakini pia M-Pesa utofauti ni kwamba pesa yako ipo salama zaidi, kwa sababu muda wote unaweza kutoa wewe kulingana na shida zako. Unakidhi mahitaji yako kwa wakati. Sawa. Tupatie wakati huu wa mwezi wa 6 na sema tusubiri, yani hakutaka kuzungumzia athari sababu anajua athari inaweza kawa kubwa zaidi kwenye taswira kubwa ya ligi yetu. Na unajua ndio maana nikasema tangu pale mwanzo shida sio kukata alama ama kushushwa mtu daraja. Shida ni madhara yatakayotokea baada ya pale. Sura utakayoiacha baada ya pale. Unajua kuanguka sio aibu. Aibu ni namna ya watu wanapokuambia pole, hujaumia, unavyoanza kunyanyuka pale. Ile ndo aibu yenyewe. Sasa watu wamekuonaje? Ndio maana mtu akila mwereka cha kwanza lazima ageuke hivi, nani kaniona, ndio anaanza kujiokota. Ile ndo aibu yenyewe. Sasa hapo unazungumza nani anaanguka? Mpira, football. Ukishaona zimeanza mambo za alama za mezani hizi. Unajua FIFA wana discourage sana alama za mezani. Yaani hawapendi kabisa hizi mambo za alama za mezani kwa sababu hasara inayobaki kwenye mpira ni kubwa kuliko faida. Leo unaweza kaona it's okay limeisha tu, lakini unatengeneza kansa mbaya sana ambayo kuna wakati itafika
kila mtu anaweza kujichukulia tu alama za mezani anavyojisikia kafanyika ujinga wowote ambao unatakikana. Sasa ili tunapaswa kulidiscourage kwa namna yoyote na kwa gharama yoyote. Sawa. Mimi nafikiri tumalizie hapo. Yes, wakati tunaendelea kuitafuta kesho na kesho kutwa mpaka tarehe 15 tutakuwa tukiendelea kutafuta wadau ndio ndani ya Bao la Asubuhi na kuwasikiliza pia pengine maoni yao ni nini kuelekea kwenye mchezo huu. Lakini sisi Bao la Asubuhi tunaomba na tungetamani sana haya yamalizike. Yes, kabisa. Ili tuweze kushuhudia mbugi ikichezwa. Unajua wapenda mashabiki wa mpira raha yao ni moja tu. Amezungumza Upete kitu kikubwa sana hapa. Pengine ni rahisi sana kutoa alama 3. Lakini utamu wa zile alama 3 ambazo ungeupata wakati mechi inachezwa pengine ungedeserve zaidi. Ndio maana watu wanasema pengine ni bora ushuhudie mwenyewe kwa macho zile dakika 90 kuliko uje uhadithi. Sasa kama mechi ya Singida kama mechi ya Singida juzi ya shirikisho la TFF kuna mtu alikuwa unga watu wengine wakatoa sababu ya uchovu, alafu tena inapigwa mechi tarehe 11 za Sekafa, then watu wasafiri warudi wakose tena muda wa kujiandaa tarehe 15 ili mradi tu mechi ichezwe. Yaani mbona kujiandaa kujua. wewe unataka tu mechi ichezwe, uone aibu inayokuja hapo mbele. Musa Kamara bado ni zile 17 kwa 15. Msimu huu binafsi goalkeeper wa Young Africans Djigui Diarra amekuwa na msimu pengine siwezi kusema mbovu, lakini kuna hitilafu nafikiri zilitokea hapa katikati. Imekuwa ni msimu ambao sifahamu ni nini, labda pengine wachambuzi watatoa ufafanuzi kidogo, lakini imekuwa ni msimu ambao ni mgumu zaidi kwake kwa sababu karibu mechi nyingi sana amekuwa kiruhusu pengine goli, licha ya labda pengine hawa Young Africans kushinda mchezo huo, lakini kwake imekuwa ni tofauti kidogo na kuondoka na clean sheet, tofauti na misimu ambayo ilipita. Yeah, of course ni kweli, na aina ya magoli ambayo amekuwa akifungwa kuna mengine ambayo yanashtua kwa namna ambavyo amefungwa. Ukirejea goli dhidi ya Singida, ukarejea goli dhidi ya Ken Gold, yes sio rahisi, lakini labda ungeweza kusema angeweza kubaki kwenye eneo lake. Dhidi ya Singida namna ambavyo aliupanchi ule mpira, dhidi ya Tabora aliruhusu mabao 3 kuweza kutekeswa kwenye nyavu zake. Si kawaida kwa timu kama Young Africans, si kawaida kwa mchezaji kama Djigui Diarra. Kwa hiyo kuna namna ambavyo amedrop kwenye kiwango chake. Sasa na hii ndio inakuja kuleta itilaf. Yaani kudrop kwake kuna watu wanataka kuchukulia kwamba si kipa bora. Lakini mimi naamini Djigui Diarra bado ni bora. Yaani kumlinganisha na magolikipa wengine kidogo ni changamoto. Tumalizie na MVP wa ligi. Nafikiri ama MVP nafikiri tumweke kesho cheo. MVP anataka uwanja mpana. Hata na golikipa inabidi tuendelee kabisa. Swala la golikipa tunabidi tuendelee kwa sababu pia nina muendelezo kabisa. Kuna mechi zimesalia hapo. Na kwa namna nilivyomuona juzi Kamara, nisiweke maneno mengi, tukutane kesho. Ndani ya mechi 8 ameruhusu goli 7. Sawa. Tumalizie na Azam FC ambao wapo hapa Dar es Salaam. Wilaya yao sasa hivi inaweza kuwa ni wilaya mpya. Mkuu wa kitengo cha habari na mawasiliano Azam FC Zakaria Thabit Zaka za kazi amewapa neno wanaoeneza tetesi kuhusu kiungo wao Faisal Salum kutimkia klabuni hapo, huku akieleza madhara ya tetesi hizo kwa wachezaji wao. Yuko hapa Zaka na ataeleza kwa nini ni wao tu. Zaka: imekuwa wachezaji wetu wanaongelewa kwenda timu zingine kama wachezaji ambao hawana timu, sio sawa sawa. Wachezaji wa timu kuhusishwa